Hii ni Ayo TV na Millard Ayo na ripoti kutokea katika maeneo maarufu, jina linafahamika kama maeneo ya Mission, ambapo tumemtafuta mneki wa ACT Wazalendo kutokea kanda ya dhahabu anayefahamika kwa jina la Emmanuel Otto Ikorongo maarufu kama Rasi. Kwa ufupi tu ni kwamba Emmanuel Otto Ikorongo amewahi kuwa mwenyekiti wa Bavicha jimbo la Geita, lakini pia amewahi kuwa kamishna wa chama cha ADC mkoa wa Geita. Mbali na hiyo pia amewahi kuwa kaimu kamishna wa ADC kanda ya Ziwa. Lakini haikutosha, akaendelea kuwa katibu wa ACT Wazalendo mkoa wa Geita. Kwa sasa yuko na yeye kwenye moja kati ya kinyang'anyiro ambacho ni kinyang'anyiro cha ubunge ndani ya jimbo la Geita mjini. Ayo TV na Millard Ayo tumefika kutaka kuzungumza naye kwa sababu amekuwa ni mtu maarufu sana ambaye amekuwa akifanya biashara ya chipsi, lakini mbali na hiyo pia anahitaji tena kugombea ubunge kutoka kwenye hili jimbo la Geita mjini. Mimi naitwa Baraka Makongo Fulgence. Nyuma ya kamera ni Thomas Deogratias ambaye tuko naye moja kwa moja, anahakikisha picha video zote tutazipata kupitia YouTube ya Millard Ayo. Tukianza hasa kwenye upande wa mahojiano, tunatamani kufahamu kuhusiana na Emmanuel Otto Ikorongo maarufu kama Rasi. Ni nani? Rasta Ikorongo Emmanuel Otto ni mwananchi mkazi wa Geita, lakini ni mwanasiasa, kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye nimehudumu kwenye siasa kwa takriban, naweza nikasema nusu ya maisha yangu nimekuwa nikifanya siasa, na sasa ni mfanyabiashara mjasiriamali ambaye ninaishi hapa Geita mjini. Umeanza kuingia kwenye siasa mwaka gani na ilikuwaje? Asante. Kwanza kabisa niseme mwaka ni miaka, mimi nimezaliwa katika familia ya kisiasa, kwa sababu ukizungumza historia ya wazazi wangu, hususan babangu na ndugu zangu wengine, kwa mfano babu yangu, hawa wote walikuwa ni wanasiasa, sema walikuwa ni wanasiasa zama hizo. Na kama unakumbuka kwamba babu yangu alikuwa ni moja kati ya watu ambao waliokuwa karibu na viongozi, yani alikuwa kiongozi ni watatu kutoka chief, kwa chifu ambaye alikuwa chifu wa Mwanza Nyegezi, katika baraza lile, maana alikuwa ni mtu wa tatu. Sasa baada ya hapo babangu pia akaja kuwa mwanasiasa wa harakati hizi za mabadiliko, na mimi nikazaliwa nikiwa nimekuta akiwa anaendesha harakati, na baada na mimi nikaja nikaunga katika harakati hizo. Kupitia chama gani? Yeye kipindi hicho palikuwa walikuwa wanajiendesha katika chama cha, ilikuwa ni TANU, baadaye ikaja kuwa chama cha CCM, lakini kwa muda mfupi sana baada ya kuruhusiwa mfumo wa vyama vingi, yeye aliamua kujiunga na chama cha Tanzania. Ilikuwa kipindi hicho ilikuwa ni chama cha NCCR Mageuzi, na baada ya NCCR Mageuzi akawa chama cha TLP. Baada ya chama cha TLP akaja akajoin na chama cha Chadema, na mpaka sasa ni mzee, yupo anaendelea na maisha yake, lakini baada ya hapo na mimi ndio nikaanzia hapo. Kwa sasa upo ACT Wazalendo, na unahisi ni sehemu sahihi ya kukupa nafasi ya kuwa mbunge wa jimbo la Geita mjini? Yeah, ni sahihi, kwa maana ya kwamba chama cha ACT Wazalendo ukivitazama katika vyama ambavyo vinakuwa kwa kazi, vyama ambavyo vinaaminika, ACT ni kimoja wapo, ni chama ambacho kinaaminika kwa nafasi kubwa. Kwa mfano tangu kiasisiwe tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka 2014 mpaka leo ni miaka 11 sasa. Sasa ukizungumza katika umri wa miaka 11, chama cha ACT Wazalendo tayari kimekwisha fikia level ambayo tayari kinaongoza baadhi ya mamlaka. Kwa mfano tukisema miaka wakati kinaanza kikiwa bado kichanga kabisa, chama cha ACT kilipewa imani ya kupewa halmashauri yote ya jimbo la Kigoma mjini ambalo ni Ujiji, lakini kiongozwa na mbunge ambaye pia alikuwa ni Bwana Zito Zuberi Kabwe. Mwaka uliofuata 2020, licha ya nginja na mambo yalivyokuwa magumu, chama cha ACT Wazalendo kilifanikiwa kuvuna
wabunge kadhaa, walikuwa wabunge 4 na wengine wako kwenye baraza la wawakilishi huko Zanzibar. Lakini pia chama hiki kinaye makamu wa kwanza wa rais, kinao mawaziri 2 kwenye serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar. Kwa hiyo ni chama ambacho kinaaminika sasa na kinafanya ni chama ambacho kimejielekeza kwenye kutatua zaidi changamoto za watu na kinajielekeza kwenye matatizo ya watu zaidi. Ni chama ambacho kinafanya tafiti sana kabla ya kutoka hadharani. Chenyewe kimekuwa kina utaratibu wake maalum kwamba kinafanya kwanza utafiti na kujiridhisha na ndio kinatoka. Kwa hiyo mimi kuwa kwenye chama hiki niko sehemu sahihi na ndio sehemu ambayo inaweza ikatengeneza mazingira sahihi ya mimi kunipatia huo ubunge wa jimbo la Geita mjini. Hujawahi kushawishika labda pengine kwenda kwenye chama tofauti na ACT Wazalendo? Bado sijawahi kushawishika kwa sababu hii ni awamu yangu ya pili kugombea. Mwaka 2020 niligombea ubunge jimbo hili la Geita mjini, ambapo mwaka 2015 niligombea udiwani kwenye kata hii ya Kalangalala. Lakini mwaka 2020 chama hiki cha ACT Wazalendo kikaniamini, kikaniambia udiwani bado ni nafasi ambayo ni ndogo, katika uwakilishi ni kubwa lakini ni ndogo, wakaamua kunipa nafasi ya juu, nikagombea nafasi ya ubunge. Na katika wagombea wale 6 tuliokuwa tunachuana, mimi nilikuwa mshindi, nilikuwa mtu wa 3. Kwa hiyo maana yake ni kwamba chama kiliendelea kuniamini na mimi ninaamini kwamba hiki chama ni sahihi na ubunge nitaupata kupitia chama hiki. Kwa sasa umeshachukua fomu ya kugombea ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo. Wazo la kuchukua nafasi hii ya kutaka kuwa mbunge wa jimbo la Geita mjini lilitokana na nini? Nani alikushawishi? Kwanza nilishawishika kutokana na jamii yangu ambayo naishi nayo, lakini pia dhamira yangu mwenyewe ya kutoka ndani yangu mwenyewe. Maana nilitamani kuwa na jamii ambayo ina utulivu na kiongozi ambaye ni sahihi katika tafasiri ya rasilimali ambazo tuko nazo. Kwa hiyo ikanisukuma baada ya kuona kwamba wenzangu, kwamba kwa mfano sasa hivi mifumo iliyopo na inavyoonekana ni kwamba lazima pawe na ile mifumo ya kifedha, kwamba lazima uwe na fedha nyingi. Maana naona matajiri na wafanyabiashara wengi ndio wameamua kuingia huku sasa. Sasa nikajaribu kurejea, mimi ni mpenzi na ni muamini wa sera zile za Mwalimu Nyerere. Nyerere alikuwa anaamini katika ugetuaji wa madaraka, kwa maana ya kwamba kutawanya majukumu, kwamba mfanyabiashara afanye biashara, mkulima afanye kilimo na mfanya siasa na siasa, kiongozi na mwanasiasa afanye siasa. Ukisikia mtu anasema kwamba chama cha ACT Wazalendo ni mali ya chama tawala, nini kinakujia akilini mwako? Kwanza ninamshangaa kwamba ni chama ambacho anaamini hivyo kwamba kinaweza kwamba kinatokana na chama tawala. Yani kwanza kinatokanaje na chama tawala? Kwa sababu ukizungumza vyama vyote vimesajiliwa. CCM kimesajiliwa, ACT kimesajiliwa, Chadema kimesajiliwa, CUF kimesajiliwa na vingine viko vyama 18 na 18 19 nadhani. Sasa katika ujumla wake, katika usajili huo vimesajiliwa ili vifanye siasa. ACT Wazalendo kilisajiliwa na kikasajiliwa, kikakidhi vigezo vya kusajiliwa. Kwa kama kilikidhi vigezo vya kusajiliwa, kwa hiyo ni chama halali ambacho kinafanya shughuli zake chenyewe. Kwa hiyo ila kinaweza kikafanana itikadi yake na chama kingine, lakini kinafanya shughuli zake chenyewe katika mazingira ambayo ni ya kuhakikisha chenyewe kinapewa imani ya kupewa dola na kuitengeneza serikali. Kwa sasa unafanya biashara ya kuuza chipsi na umekuwa ni mtu maarufu sana ambaye unafanya hii biashara hapa maeneo ya Mission. Wazo la kuuza biashara ya chipsi lilitokana na nini? Kwanza kabisa inatakiwa ifahamike kwamba sisi tumeumbwa na Mungu na tukagawanywa majukumu mbalimbali, na baada ya kugawanywa majukumu hayo tukapewa karama kwamba tunatakiwa tutimize kila ambacho kinastahili ili kusudi kuweza kumwabudu Mwenyezi Mungu, kwa maana kwamba lazima tufanye kazi na tuweze kuwa katika mfumo. Mimi wakati ninazaliwa na nimekuwa nimesoma, Mungu amenijalia, baada ya kutambua kwamba tayari ninaweza kufanya kazi, nilikaa nikatafakari, nikasema kitu cha kwanza ambacho kinaweza kuwa fursa ya pekee ni njaa. Kwa ndio maana nikaenda kusoma, nikasomea masomo ya hotelia. Nimesoma masomo ya hotelia ili nifanye shughuli za hotelini za kuwahudumia watu kwa mfumo wa chakula. Sasa katika hiyo kada, wakati tunaendelea hivyo, nikagundua kwamba biashara ya chipsi inaweza ikawa ni sahihi
katika uendeshaji wa cheni nzima ya maisha. Kwa hiyo nikaamua kuchagua hiyo ili niweze kufanya, kwa sababu ni biashara ambayo inaweza ikafanyika mahali popote, mjini na vijijini. Ni bidhaa ambayo inapendwa na kila mtu. Kwa mimi nikaamua kuanzisha mradi wa chipsi ili niweze kujiendesha katika mazingira hayo ambayo niko nao, na nashukuru Mungu naendelea vizuri, kwa sababu mpaka sasa mimi ninaishi nyumbani kwangu, nina watoto wangu nasomesha katika mfumo mzima wa biashara hii ya chipsi. Yeah. Kwa siku unaweza ukaingiza kiasi gani na unapokea wateja wangapi? Wastani wa mauzo mazima kwa siku sisi tunakwenda mpaka shilingi 60,000-70,000 kwa kiwango ambacho, lakini kipato ambacho mimi ninakipata kutokana na mzunguko mzima ni biashara ambayo inanilipa kwa kiasi kizuri, kwa sababu wastani wa kila siku angalau na correct kama shilingi 20,000-30,000 ambayo ni ya kwangu kwa ajili ya maisha baada ya kutoa mtaji. Kwa hiyo ni biashara ambayo inaweza kukidhi mahitaji yangu kwa familia. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa sababu iko hivyo. Mtaji wake ulianza na kiasi gani? Maana kuna mtu anatamani hata pia kufahamu kwamba huyu mtu ni mbunge tayari, lakini pia anafanya biashara ya kuuza chipsi. Mtaji wako ulianza na mtaji wa kiasi gani? Mimi nilianza ni muda mrefu sasa, kwa sababu biashara hii nilianza miaka 2005 ndio nilianza hizi shughuli. Kwa kama nilianza huko na kuja huku, maana yake ni kwamba mimi nilianza na mtaji wa shilingi 15,000. Lakini sasa umekwenda juu, lakini ili mtu aanze biashara kwa sasa ni lazima atafute fedha isiyopungua shilingi 300,000 ili kusudi aweze kununua vifaa vyote na aweze kuwa na eneo lake ambalo anaweza kufanyia kazi. Kwa akifanya shilingi 300,000, lakini biashara ambayo ni ya kuzunguka, yani mtaji ambao ni wa kuzunguka kila siku, lazima awe na pesa isiyopungua shilingi 30,000, shilingi 40,000 ambayo itakuwa ni fedha ya kuzunguka kwa kiwango ambacho ni cha kawaida, hiki ambacho ni cha chini. Kwa hiyo itakayozunguka, kwa ina maana kitakachokuwa kimezaliwa kile ndio sasa, hiyo ndio faida yake kwa jinsi atakavyokuwa amejiendesha mwenyewe. Yeah. Unawezaje kufanya biashara ya kuuza chipsi na huku pia unapiga issue za kampeni? Maana nilitegemea kama ungekuwa umemwajiri mtu, lakini hujamwajiri mtu, wewe ndo huyo na unapiga biashara ya chipsi, lakini pia upande wa pili pia unashughulika kwenye masuala yako ya chama. Asante. Kwanza kabisa ifahamike, wakati ninahudumu kama katibu wa chama, nimehudumu kwa muda wa miaka 9 nikiwa katibu wa chama cha ACT Wazalendo, kwa maana ya kwamba hivi mwaka 2014 kwenda mpaka 2018, lakini mpaka 2018 mpaka 2023 ndio mwisho wangu, ndio umri wangu ulipokomea. Sasa basi, kwa nini ninasema kwamba watu wanaweza wafanye kazi hiyo kama jinsi inavyokuwa, kwamba nawezaje kujigawa? Uwezo wa kujigawa huko hivi, tumeandikiwa kufanya kazi, na ili tuweze kusukuma maisha lazima tufanye kazi. Kwa mimi nilichagua ajira yangu ni hii, na ndio maana kwamba tunavyosema kwa mfano kwenye swala zima la ubunge au uwakilishi kwanza kabisa, ukiangalia hata kwenye ile fomu imetaja mwakilishi awe na kazi ambayo inampatia kipato cha kila siku. Sasa mimi nimeweza kwa sababu nimejigawa. Nimeamua kukubali, sio kwamba sijaajiri, ninao watu ambao mimi ninasimama kama steering, lakini wapo wasaidizi kwa ajili ya kusupply, kupeleka huduma hapa na pale kwa wateja kadri jinsi inavyokuwa. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo tunasema kwamba ni namna utakavyoweza kupangilia vizuri muda wako na uweze kufanya vizuri, lakini pia nitakapokwenza kwamba labda pengine nitakapochaguliwa kuwa mbunge, maana hii ni sehemu ya ajira yangu. Kwa hiyo nitaiboresha tu na nitaitafutia watu wengine, pengine miongoni mwa hao ambao ni wasaidizi wangu watakuwa mmoja nitampromote awe mkubwa zaidi, ili aweze kunipa nafasi ya kufanya kazi kama ninavyofanya sasa. Kwa sababu sasa hivi ninatenga muda wangu kwamba angalau mara 2 kwa wiki ninajipa muda, yani siku 2 kwa wiki ninajipa muda wa kufanya shughuli zangu za kisiasa, lakini zile siku 5 zingine zote ninafanya kazi za kawaida hizi za shughuli zangu hizi za biashara. Jamii nakuchukuliaje? Huku ni mtiania kupitia ubunge jimbo la Geita mjini, lakini huku pia ni mjasiriamali ambaye anauza chipsi maeneo ya Mission. Kwanza kabisa, mwanzoni ilikuwa watu wanashangaa kwamba unawezaje kufanya haya mambo, maana ishazoeleka kwamba wanaoweza kufanya siasa ni watu fulani ambao walikuwa sio watu wa kada hizi. Sasa mimi ninataka kufanya mapinduzi, nataka kufanya mageuzi kwa tofauti kidogo, na jamii bahati nzuri imenielewa na imepokea kwa uwezo mkubwa. Kwa mfano sasa hivi tunaweza kuzungumza kama kwa mfano, wewe unajisikiaje siku ukichomewa chipsi na mbunge?
Yani unajisikiaje wewe? Nitajisikia vizuri. Yes, yani mbunge anakuchomea chips afu anakuhudumia. Kwa hiyo jamii imeichukulia sasa, inalitazama katika mtindo chanya na inanisapoti kwa sehemu kubwa, kwa sababu sasa kiukweli jamii yangu nafurahi kwamba ninaishi nayo vizuri na ninachangamana nayo vizuri na tunafanya ushauri na hapa na pale ili mradi kazi zinaenda. Yeah. Turudi kwenye upande wa siasa. Kwa sasa vipaumbele vyako ni vipi kuelekea kwenye mchakato wa uchaguzi, kwa maana kwamba unaenda kugombea nafasi ya ubunge kupitia chama cha ACT Wazalendo ndani ya jimbo la Geita mjini? Asante. Kwanza vipaumbele vyangu viko kama 3 4 na vingine vinaweza vikaongezeka kutokana na jinsi hali itakavyokuwa inaendelea. Kipaumbele changu cha kwanza ni kuhakikisha miundombinu ya jimbo la Geita inafikika wakati wote, miezi yote 12 pasipokuwa na mkatiko. Kwa mfano sasa hivi mimi kabla ya kuingia huku nimejaribu kulizunguka jimbo zima la Geita mjini hili. Kuna baadhi ya maeneo kwa kweli hapafikiki, hata barabara tu za kufika kule ni tabu. Ukizungumza maeneo kama vile Shiloleli unakuta kuna barabara moja tu. Ndio kuna matatizo, yani maana yake ukitaka kutoka hapa ni lazima utembee kilomita kadhaa. Yani gharama ya kutembea ndani ya jimbo kutoka kata moja kwenda kata nyingine ni gharama kubwa kuliko kutoka hapa kwenda labda mkoa mwingine, kama vile kutoka hapa kwenda Mwanza. Kutoka hapa kwenda Mwanza ni shilingi 6,000, lakini kutoka hapa kwenda kijiji kwenda kijiji cha Mkoba ambako unaweza kuzungumza ni shilingi 12,000. Ni swala ambalo uwezo kalizungumza katika swala ambalo ni la kawaida. Yani ndani ya jimbo moja kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ni gari kuliko kutoka sehemu moja kutoka hapa kwenda mkoa mwingine. Kwa hiyo swala la miundombinu kwa kweli litakuwa na kipaumbele kikubwa na itakuwa ni nafasi kubwa sana. Lakini pia tukitenda kuzungumzia kwenye swala la rasilimali ardhi, kwa kweli rasilimali ardhi ya kwetu kwa kweli ni lazima tuilinde na tuiangalie heshima. Mimi katika mazingira haya nimeigawa sehemu mbili, kwamba upande wa huku milimani. Huku milimani watu wanajishughulisha na swala zima la uchimba dhahabu. Ni lazima tutenge maeneo ambayo ya watu watachimba dhahabu, na watakapochimba dhahabu basi yatakuwa ni maeneo yanaweza kuwa ni maeneo ya halmashauri. Alafu watu watakwenda kuchimba na watatoa mirabaha. Ile mirabaha itakuwa ni kwa ajili ya uendelezaji wa eneo, sio leseni. Wewe fikiria, hakuna leseni ambayo inamilikiwa na halmashauri, lakini kuna leseni ambazo zinamilikiwa na watu. Lakini wakati wote tunataka watu hawa waweze kupata maeneo. Sasa hawa wananchi wakitaka kwenda kuchimba kule kwenye maeneo ya watu wanapunjwa, maana yake wanalazimishwa kutoa mirabaha mikubwa tofauti na ile ambayo kama serikali ingekuwa inamiliki eneo lake yenyewe na watu wanakwenda kuchimba alafu baadaye wanatoa ile mirabaha midogo kwa ajili ya kujiendeleza. Kama hapa ni karibu sana na Geita, ambao ndio tunakwenda kwenye njia kubwa ambayo inaweza kuingia ikawa kitovu. Hiki ikawa kitovu kwa ajili ya kuilisha Kahama na kwenda sehemu zingine. Hili linawezekana, lakini haiwezekani kwa sababu hakuna maono. Maana viongozi waliopo wamejisahau na wamesinzia, hawafikiri vitu vya namna hiyo. Kama mneki kutokea chama cha ACT Wazalendo, tutarajie kuiona ACT Wazalendo ndani ya mkoa wa Geita ikiwa wapi, na tutarajie kupata wabunge wangapi kupitia chama cha ACT Wazalendo ndani ya mkoa wa Geita? Asante. Kwanza kabisa mpaka sasa hivi ukizungumza jimbo la Geita mjini, majimbo yote yamepata watiania mpaka hivi tunavyozungumza. Watu wameshatia nia kwenye majimbo yote na wanagombea. Kwa hiyo miongoni mwa hao tunakwenda kwenye uchaguzi, na kama tunakwenda kwenye uchaguzi, sisi tuna kauli mbiu yetu, tunasema kwamba Oktoba tunalinda kura. Kwa katika kulinda kura hizo, manake tutategemea kwamba jimbo la Geita mjini kwanza, hilo ni la kwanza tutalichukua, alafu pili tutachukua na jimbo jingine. Yako majimbo 9. Kwa katika majimbo 9 haya manake tutategemea kuchukua, yani mpango wetu ni kuyachukua yote. Kama itapungua basi itakuwa labda 2 matatu, lakini mpango wetu ni kuchukua majimbo yote ili tuweze kuitengeneza Geita yenye rangi ya zambarau ambayo inaweza kwenda vizuri na kwenda kutengeneza, kwenda kutafasiri rasilimali tulizonazo ambazo tumepewa na Mungu kuwa faida badala ya kuwa laana. Umepewa nafasi moja ya kumshauri Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Nafasi moja tu na umwambie ombi moja. Unaweza ukamshauri kitu gani kupitia hilo ombi lako ambalo utalitoa? Nikipewa nafasi ya kumshauri rais mpaka sasa, nitamshauri Mheshimiwa Rais kitu cha kwanza kabisa azingatie na angalie usalama wa wananchi na hakikishe tuko salama, na baada ya kuwa na salama basi ina maana mambo mengine yataanza kuanzia hapo. Na maana yake ni kwamba azisimamie vizuri rasilimali za vyombo vyote vya usalama ili viweze kutoa haki
na vikishatoa haki, manake kwamba haki ikishapatikana, manake mafanikio yanakuja, manake usalama unaweza kuendelea na mambo mengine pia yataenda huko mbele. Nina maswali yangu ya kizushi. No reform, no election. Na Oktoba tunatiki. Unaangukia upande gani? Mimi hizo zote ni kauli mbiu za vyama vile. Sisi tuna kauli mbiu yetu ambayo inasema Oktoba tunalinda kura. Oktoba linda kura yako. Angukia kwenye kauli moja. Oktoba linda kura yako. Angukia kwenye kauli moja kati ya hizi ambazo nimezitaja. No reform, no election na Oktoba tunatiki. Oktoba linda kura yako. Kati ya Yanga na Simba unaangukia upande gani? Yanga. Wewe ni shabiki wa Yanga. Young Africa. Young Africa, chama la wanaume, chama la viongozi, chama la watu. Chama la Watanzania wote. Ndio maana chama la wananchi. Chama la wananchi. Simba ni marafiki zetu, lakini watatuacha kidogo. Young Africa ndio habari ya mjini.